Fungua kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Tasoma ule mstari wa kwanza mpaka tasoma ule mstari wa kwanza. Kuna maandiko mengi yako pale ambayo tutayapitia katika wiki hii kuanzia siku ya Jumanne. Tutazama sana kwenye haya maandiko, lakini leo nianze tu kama kuweka msingi. Haleluya. Anasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za rohoni sitaki mkose kufahamu. Hebu sema, sitaki mkose kufahamu. Hebu sema tena, sitaki mkose kufahamu. Bwana asifiwe sana. Anasema, mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena, kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana, isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yeye yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tutazungumza juu ya karama za Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu, hicho ndicho kitu ambacho tutajifunza. Na kama leo nitaweka tu msingi, lakini Jumanne tutaanza kuchambua namna hizo karama zinazofanya kazi au zinavyofanya kazi. Lakini leo nianze tu kwa kuelezea mambo machache, na nikianza kwa maana ya zile karama ni nini. Paulo anaanza kwa kuwaambia kanisa la Wakorintho, anasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Maana yake ni karama za muhimu ambazo kila Mkristo anapaswa kuzielewa, anapaswa kuzifahamu, kwa sababu ni miongoni mwa huduma ambazo zimetolewa kwa ajili ya kulijenga kanisa. Ili kulijenga kanisa kunahitajika vipawa vingi. Ni kama tu kujenga nyumba. Mpaka ile kanisa limefikia hapa panaonekana ni pazuri, kwa sababu kuna vitu mbalimbali vilivyotumika kulijenga kanisa hili, na kuna vifaa mbalimbali ambavyo vimetumika. Na kama vile mafundi, nilikuwa nimepeleka gari yangu garage, nikawa namuomba fundi mmoja, kwa nini hakunaga fundi mmoja ambaye anaweza akafanya kila kitu kwenye gari? Tangu nimekuwa na gari huwezi kukuta fundi anayeweza kufanya kila kitu kwenye gari. Utakuta yeye anahusika na bodi, huyu anahusika na engine, huyu anahusika na rangi, huyu anahusika na waya. Yaani hakuna mtu ambaye unaweza kumpelekea gari kama sasa fanya kila kitu. Hata kama umepeleka gari kwenye gereji ya mtu, maana yake hana uwezo wa kufanya kila kitu. Atawaita mafundi kulingana na matatizo yaliyopo kwenye gari. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.
Na ndivyo kanisa lilivyo, kwamba kuna vipawa tofauti na kuna karama mbalimbali ambazo Yesu amezitoa kupitia Roho Mtakatifu. Ziko karama ambazo zimetolewa, na kwa sababu ni karama zinazohusika kwenye kulijenga kanisa, Paulo anasema hatupaswi kutokufahamu, hatupaswi kutokuelewa namna hizo karama zinavyofanya kazi, kwa sababu karama zimetolewa nyingi, na hakuna pia mtu ambaye amepewa karama zote. Hakuna aliyepewa zote. Mungu amegawa ili tuweze kutegemeana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ili tuweze kuhitajiana. Kiendelea kusoma ule mstari wa 11 anasema tumepewa karama tofauti tofauti ili tuweze kufaidiana. Maana yake kila kitu kilichowekwa ndani ya mtu kinaweza kumfaa mwingine, kinaweza kumjenga mwingine. Ndio maana hatufanani katika utumishi wetu, hatufanani katika namna tunavyomtumikia Mungu. Hata kama ungewasimamisha wahubiri wengi, hata kama ungewapa kipengele cha kunena ama cha kuhubiri, utakachoshangaa ni jinsi ambavyo kila mmoja atakielezea kivyake, na utabarikiwa, wala hautasema hajafanya kama yule. Kuna mambo ambayo utayachukua, kwa sababu kuna vitu tofauti tofauti ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Napozungumza maana ya karama za Roho Mtakatifu, neno karama limetafsiriwa kutoka kwenye neno la Kigiriki ambacho wanaita karismata, lenye maana ya vipawa vya neema au zawadi zitokanazo na neema ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni vipawa. Karama ni vipawa vya neema au zawadi zinazotokana na neema ya Mungu. Ni vitu ambavyo vinahusika kwa Mungu mwenyewe, au muhusika ni Mungu mwenyewe, na wala sio vitu ambavyo ni haki ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala sio vitu ambavyo ni haki ya mtu. Ni neema, ni karama, ni kipawa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ni uwezo wa kiungu unaotolewa kwa muamini kwa ajili ya kutekeleza huduma ya kimungu. Ni uwezo wa kimungu unaotolewa, au uwezo wa kiungu unaotolewa kwa muamini kwa ajili ya kutekeleza huduma za kimungu. Kwamba Mungu anatoa, Mungu anaachilia ili kazi yake itekelezwe. Mungu anatoa ili kusudi lake litimizwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vipawa vingi, kuna vipawa mbalimbali kama ambavyo tumesoma kwenye mistari hiyo, lakini muhusika mkuu wa kugawa, muhusika mkuu wa kutoa sio mwingine, ni Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Roho Mtakatifu ndiye mgawaji. Roho Mtakatifu ndiye mtoaji. Roho Mtakatifu, Biblia inasema yeye anafanya vile apendavyo. Anampa mtu sawasawa na anavyotaka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo vipawa hivi au karama hizi zinatolewa na Roho Mtakatifu peke yake. Mwanadamu yeye anakuwa ni chombo tu cha kutumia. Mwanadamu anakuwa ni chombo tu. Mungu anakitumia kwa kipawa hicho. Mungu anakitumia kwa karama hicho, na wala mwanadamu sio mmiliki wa vipawa na karama za Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sio mmiliki, mwanadamu sio mmiliki wa karama,
sio mmiliki wa vipawa. Na kama ni hivyo basi, ndio maana mwanadamu hapaswi kufanya atakavyo kupitia vipawa na karama za kimungu. Sio swala la kufanya utakavyo, ni swala la Mungu kututumia kama vyombo vyake. Ni karama na vipawa ambavyo Mungu anaviruhusu vitumike kwetu kwa ajili ya kusudi lake na kwa ajili ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua tunaishi kwenye nyakati ambazo mchanganyiko wa mambo mengi sana umejaa. Mchanganyiko mwingi wa kiimani. Unajua kuna watu leo wanaishi, utafikiri wao ndio wamiliki wa vipawa, wamiliki wa huduma. Mtu anakuambia njoo nikutabirie. Unakutana na mtu barabarani anataka nikutabirie. Kama maana yake ni unajua tafsiri yake maana yake ni nini? Maana yake uwezo wa kutabiri ni wa kwake, wala sio wa nani, wala sio kutoka kwingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka niwaambie kwamba vipawa hivi vilivyotolewa ni vipawa vilivyotolewa na Mungu, na vinafanya kazi kwa kusudi, na vinafanya kazi kwa wakati, na wala si kama atakavyo mtu. Biblia inasema hakuna mahali popote unabii ulipotolewa kwa mapenzi ya mwanadamu. Biblia inasema wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na roho wa nani? Na roho wa Bwana. Jamani, haleluya. Walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo vipawa hivi ni vipawa ambavyo Roho Mtakatifu anagawa, Roho Mtakatifu anatoa na anawatumia watu ili kulitumia karama hizi zifanye kazi kwa wakati uliokusudiwa na katika mazingira husika. Na hivyo basi haiwezi kununuliwa wala haiwezi kuuzwa. Sio vipawa vya kununua wala sio vipawa vya kuuza. Nakumbuka kwenye Agano Jipya kulikuwa na yule mtu aliyekuwa anaitwa Simon Bayona, yule mchawi. Alipoona watu wanawekewa mikono na wanajazwa Roho Mtakatifu, alijaribiwa kutoa hela kuwapa wakina Petro kwamba na mimi nipeni uwezo huu. Wakamwambia potelea mbali na pesa yako, maana ulifikiri karama za Mungu ni za kuuza. Haiwezi kuuzwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ni vipawa vya neema, ni vipawa vilivyotolewa kwa neema ili kulitimiza kusudi la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa kuna tofauti iliyopo kati ya karama na huduma na matunda ya Roho Mtakatifu. Kuna tofauti uliopo. Kuna karama, kuna huduma, lakini pia kuna matunda ya Roho Mtakatifu. Karama ni uwezo wa kiroho, ni uwezo unaotolewa na Mungu. Ni uwezo ambao Mungu anaachilia juu ya mtu kwa tukio fulani na kwa wakati fulani. Karama sio kitu cha kuwa nayo siku zote. Karama inafanya kazi kwa wakati uliokusudiwa basi. Na inawezekana ukatumiwa wakati mwingine ama usitumiwe. Kwa hiyo karama ni jambo ambalo lina mtu anapata uvuvio wa Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu zinakuwa juu ya mtu, na pengine akatumiwa kwa karama ya unabii, ama akatumiwa kwa karama ya neno la ufunuo, ama akatumiwa kwa karama ya neno la maarifa, ama akatumiwa kwa karama ya imani. Tutaangalia siku ya Jumatano na kuendelea. Kuna namna mbalimbali ambapo kuna vitu ambavyo vinaweza vikampata mtu na akajikuta ameshukiwa na ameguswa na amekamatwa, na kuna neno la kimungu linatoka ndani yake, ila baada ya kumaliza hana kitu anachoweza kufanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii sio ni karama.
kwamba inaweza ikafanya kazi kwa hapa, kwa yule, ikafanya kwa mwingine, ikafanya kwa mwingine, ikafanya kwa mwingine. Biblia inasema kama yeye apendavyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kutumia kwenye karama ya neno la unabii, kwa njia ya kwa neno la kwa unabii, ama kwa karama ya neno la maarifa, au kwa karama ya neno la hekima. Mtu anaweza akatumiwa. Sio kitu ambacho kimekaa kama miliki kwenye maisha ya mtu. Inaweza ikatokea na ikatoka, ikafanya kazi na ikatoka, ikafanya kazi hapa, ikafanya kazi pale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio karama. Lakini huduma inakuwa ni ofisi. Huduma ni ofisi. Kusoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, anasema Mungu alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa walimu. Hizo ni huduma. Ni huduma ambazo ziko ndani ya mtu, ni ofisi ambayo Mungu ameiweka kwa mtu. Jamani, haleluya. Kuwa mchungaji sio jambo la kutafuta, ni swala ambalo Mungu anaweka ndani. Kuwa mchungaji sio swala la kusomea. Jamani, haleluya. Sio swala la kusomea, ni kitu ambacho Mungu huweka ndani. Mungu anaweka hiyo huduma ndani. Watu wanapokwenda kusoma chuo cha Biblia, ndio maana kile kinaitwa chuo cha Biblia, sio chuo cha wachungaji. Halo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema chuo cha Biblia. Sema sio chuo cha Biblia. Yaani watu wanasoma chuo cha Biblia, hawaendi kusoma chuo cha wachungaji. Maana uchungaji ni wito. Uchungaji ni huduma, na mwenye huduma hiyo na mwekaji wa huduma hiyo sio mwingine, ni Mungu mwenyewe. Mungu ndiye anaweka huduma ya uchungaji. Mungu ndiye anaweka huduma ya ualimu. Mungu ndiye anaweka huduma ya uinjilisti. Mungu ndiye anaweka huduma ya utume. Mungu ndiye anaweka hizo karama, huduma mbalimbali kwenye maisha ya mtu. Na mtu mwenye huduma hiyo, nataka nikuambie, huwezi ukamfungia mahali bila kufanya kile kilichoko ndani yake. Ndio maana hata kama mtu hajaenda chuo cha Biblia, ni mchungaji na atachunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini wanaenda chuo? Ili kupata maarifa ya neno la Mungu, ili kupata ufahamu namna ya kutumia neno kwa usahihi, namna ya kuwa na upana katika kulielezea, katika kulihubiri, katika kulifundisha, ili neno lifundishwe ipasavyo. Bwana asifiwe sana. Yeah. Sasa hizo ni huduma. Na ni muhimu kusoma. Mwambie jirani yako, ni muhimu kusoma. Watu wengi wanapotosha watu kwa sababu hawajafanya nini? Hawajasoma. Na Biblia inasema litumie neno la Mungu kwa halali. Unaweza ukatumia kwa halali au ukatumia vibaya. Lakini tunaposoma tunapata maarifa, tunapata uelewa. Kwa hiyo kuna huduma. Huduma ni ofisi ambayo Mungu anaweka ndani ya mtu. Anakuwa mhubiri, anakuwa mchungaji, anakuwa mwalimu, anakuwa mtume, vyote hivyo anaweza akafanya. Kwa kila mtu kulingana na alichopewa, atatumika kwenye hiyo nafasi. Sasa ni tofauti na karama. Bwana asifiwe sana. Mimi nalala naamka ni mchungaji. Miaka inaenda ni nani? Ni mchungaji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini namshukuru Mungu pia kwamba mimi ni mchungaji, mimi pia ni mwinjilisti. Haleluya. Siku moja nilienda mahali akasema, huyu anaweza kuhubiri kweli? Yaani huyu ndio amemleta aje kuhubiri? Sema mtu aliyetulia hivi sasa atahubiri kitu gani? Ni kuanza. Alafu mkutano wenyewe ulikuwa ni mkutano matata. Maana kuna mhubiri alitakiwa kuhubiri mkubwa alafu hajatokea. Kwa mimi nikaenda nikakamatwa tu barabarani kwenye mambo yangu, nikamwambia wewe ndio unaenda kuhubiri. Amen.
Aliyekuja kunitafuta nina kashati kangu tu nimekaa, na akaja na tai. Kwa unafungiwa tai kwenye gari, na wewe unaenda kuhubiri kwenye ule mkutano. Akaangalia. Lakini niliposimama Bwana akanipaka mafuta. Haleluya. Akasema wewe atahubiri mpaka mwisho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kuna huduma ambayo Mungu anaweka. Huduma hiyo ni kitu kingine, lakini matunda ya Roho Mtakatifu tunasoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari 22, anasema kuna upendo, kuna furaha, kuna amani, Hizo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Ni tabia zinazowakilishwa ya Kristo katika maisha ya muamini. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni tabia za Kristo zinazowakilishwa kwa kupitia matokeo. Haya yanakuwa ni kama matokeo ya baada ya mtu kujazwa Roho, ya baada ya mtu kuishi katika Roho, ya baada ya mtu kutembea katika Roho. Haya ni matunda yanayojidhihirisha yakionyesha tabia ya muamini aliyejitoa kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo vizuri kufahamu hivyo. Karama huonyesha nguvu ya Mungu. Huduma inaonyesha nafasi yako ambao Mungu amekuweka katika kutumika, lakini yale matunda yanaonyesha tabia ya Kristo katika maisha yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Chanzo cha karama za Roho Mtakatifu tumeona kwenye ile sura ya 12 mstari wa 11 kwamba chanzo chake ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Tuliona pale akisema akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye, kwamba yeye ndiye anayegawa. Na kwa nini anagawa? Anagawa vile apendavyo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Roho Mtakatifu ndiye mgawaji wa karama. Roho Mtakatifu ndiye mgawaji wa vipawa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa nini karama zimetolewa? Kusudi lake ni nini? Kusudi lake ni nini? Kusudi la kwanza, ili kufaidisha wengine. Kufaidisha wengine. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 7, anasema lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana yake Mungu ameweka karama kwenye maisha yako ili mtu mwingine afaidi, ili mtu mwingine apone, ili mtu mwingine apate msaada, ili mtu mwingine ajengwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba upo kwa ajili ya kusaidia wengine. Ndio maana unajua ubinafsi ni kitu kibaya sana kwenye kanisa la Mungu. Binafsi ni kitu kibaya sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajakusudia tuishi peke yetu. Mungu ametukusudia tuishi na wengine. Mungu hajakusudia tujifikirie tu wenyewe. Lakini Mungu anatutaka tufikiri kwa habari ya wengine. Na unakuta jinsi ambavyo kila mwanadamu ana wajibu wa kuwajibika juu ya mtu mwingine. Ndio maana Kaini anapokuwa amefanya alipomuua ndugu yake, Mungu anaenda kwa Kaini moja kwa moja na akimuuliza ndugu yako yuko wapi? Kwa sababu alikuwa na wajibu wa kuhakikisha ndugu yake yuko salama. Na unajua ni wajibu ambao pengine hakujua kwamba anawajibika kwa ndugu yake. Sasa Mungu anamtokea na mwambia ndugu yako yuko wapi? Na anamuuliza Mungu maswali kwamba kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Maana yake ni kama anamwambia Mungu, hujawahi kunipa ratiba ya kwamba ninawajibika kwa ajili ya mtu mwingine. Nimekuwa nikijiwazia mwenyewe, nimekuwa nikijifikiria mwenyewe. Na ndio maana unajua angekuwa anafikiri kwa habari ya mwingine, asingeweza kumuua ndugu yake. Lakini leo ubinafsi umetengeneza ukatili wa kutupwa duniani.
Kuna habari nyingi unasikia moyo unauma, lakini ni vitu ambavyo vimefanywa na watu wa binafsi, watu wasiofikiria wengine. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Ni vitu vinavyoumiza moyo. Ndio maana unajua kuna haja ya kuombea watu, kuombea familia, kuombea watu walioko mbali. Maana wakati mwingine vitu vinaweza vikatokea mpaka unashangaa. Sisi niliwaambia yule kijana mmoja ambaye yuko kwenye chuo ambacho Esther anasoma. Amekamatwa tu kiajabu. Na wakamuua, wakamkata shingo, wakaenda kumtupa kwenye bahari huko. Alafu kichwa kikatoa, hawajulikani kichwa kimeenda wapi. Alafu jizo anakuja kukuta kichwa kiko kwa mganga wa kienyeji. Kuna moyo, kuna maini. Wanaenda wanafukua, anauliza hii ni kitu gani? Na hii ni nini? Anasema huu ni moyo. Na hii ni nini? Hiki ni hiki. Na vingine tumegawana, wenzangu wameenda naye. Kwa anamgawa. Lakini kuna watu wanaofanya hivyo kwa sababu ya kujifikiria wenyewe. Pengine afanikiwe, pengine awe na mafanikio, lakini yuko mtu aliyechinjwa pasipo sababu. Sasa Mungu anamuuliza Kaini, ndugu yako yuko wapi? Na anatoa maneno ya ujeuri. Ngoja niwaambie, hakuna kitu kibaya kama moyo wa mtu ukiharibika. Maana hatajali. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa naongea na watu fulani nakwambia hakuna kazi ngumu kama kuongoza watu. Kuwa kiongozi wa watu sio kazi rahisi. Maana kama watu wanaweza wakamgomea Mungu, wewe ni nani? Mwambie jirani yako, wewe ni nani? Kama watu wanaweza wakamuasi Mungu aliyewaumba, aliyeshikilia uhai wao, lakini wakaamua kuwa na ukaidi na kiburi mbele zake, ni kitu cha ajabu sana. Alafu nakuta mtu mwenyewe analeta ujeuri, ni kama Mungu akiondoa tu pumzi, maisha yake hayapo. Bila nzama sisi ni kama majani. Mungu atuponye sana. Sasa kwa hiyo tuna wajibu. Sasa anasema kusudi la karama hizi, mojawapo ni kufaidiana. Mojawapo, ninapokuwa na karama hizi, Mungu ananitumia mtu mwingine ajengwe. Mungu ananitumia mtu mwingine ainuliwe. Mungu ananitumia mtu mwingine akue kiroho. Mungu ananitumia mtu mwingine amjue Bwana. Haleluya. Kusudi la karama ni mimi niwe sababu ya wengine kubarikiwa. Ni mimi kuwa na sababu ya wengine kusonga mbele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Wengine wafaidi. Kusudi la pili ni kujenga kanisa. Ni kujenga kanisa. Lengo la karama hizi ni kanisa lijengwe. Kisoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12, sura ya 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 12 anasema, vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mwatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo, ili kulijenga kanisa. Hizi sio karama za maonyesho. Hizi sio vipawa vya kujidai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio vipawa ambavyo mtu akiwa navyo anatembea mabega juu. Sio swala la maonyesho. Sio swala la kujidai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lengo la karama ni za kujenga. Na ngoja niwaambie, karama hizi hazimfanyi mtu kuwa special. Hazimfanyi mtu kuwa wa maana kuliko wengine. Wakati mwingine kutumiwa kwenye karama hizi si kwa sababu umekuwa bora kuliko wengine. Inawezekana ukawa ni mtu wa kawaida.
Inawezekana ukawa ni mtu mwenye madhaifu, lakini wakati mwingine Mungu anaweza akaruhusu vipawa na karama zake zitende kazi ndani yetu. Tunachopaswa ni kuwa na roho ya unyenyekevu. Kuna watu leo wamekaa kama miungu kwa sababu kuna vitu vinatokea kwenye maisha yao, kuna vitu vinatokea kwenye huduma. Kumbuka kanisa la Wakorintho ambalo lilikuwa na karama zote, lakini bado kulikuwepo na manunguniko katikati yao, bado kumekuwepo na uvivu katikati yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza ni nini? Tunahitaji unyenyekevu, kwa sababu ili tuweze kuhudumia wengine lazima roho ya unyenyekevu iwepo. Kiburi kisha kuwepo utakaa kama miungu, na utaona wengine sio kitu. Lakini kusudi la karama hizi ni kanisa lijengwe. Haleluya, watu wajengane. Na wala sio karama za kudhalilishana. Kwa nikaangalia kwenye mitandao mpaka unasema si akili za watu zimeenda wapi? Kwa nikaangalia jana mmoja anamwambia mama mmoja, wewe mama simama, wewe ulikuwa mtunza hazina, kuna mahali ulikuwa mtunza hazina, njoo hapo mbele. Akaja mama watu hapo mbele, wewe ulikuwa mtunza hazina pale na umeiba hela, si ndio? Sema au nikuambie? Jamani, Mungu sio mdhalilishaji. Na hata wakati mwingine Mungu anapofundisha, tutajifunza huko mbele, tutajifunza kwanza Jumanne namna neno la maarifa linavyoweza kufichua vitu, lakini kusudi lake ni nini? Jamani, haleluya. Kusudi lake ni nini? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo karama na vipawa hivi vilijenge kanisa la Bwana. Kanisa lijengwe kwa kupitia hivi vipawa na kwa kupitia hizi karama, kanisa lijengwe. Anasema mnatamani sana karama za rohoni, basi mzidi takeni na mzidi sana kuwa nazo ili kanisa lijengwe. Wewe ujenge kanisa kupitia karama, kupitia huduma na vipawa ambavyo Mungu anaweka kwenye maisha. Wanakwaya wakiimba tunabariki. Tunabariki walipoimba watoto hapa. Hizo ni huduma ambazo Mungu ameweka ndani yao na tunabarikiwa. Na tukiwakosa kuna kitu tunakuwa tumekimisi kwenye maisha yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kuna watu wanatufundisha, mtu anahubiri unabarikiwa. Na vitu kama hivyo. Tumepewa karama, tumepewa huduma tofauti tofauti ili tulijenge kanisa la Bwana. Lakini jambo la tatu, kwa nini karama zimetolewa? Ni kudhibitisha Injili. Haleluya. Ni kudhibitisha Injili. Kwamba wakati mwingine Mungu anatoa hizi ishara, Mungu anatoa hizi karama. Kuna za uponyaji tutazikuta huko mbele, kama unajifunza kwenye semina kule. Lakini kwa nini zipo? Ni ili kudhibitisha Injili. Katika Marko 16 mstari wa 20. Marko 16 mstari wa 20 anasema, nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha neno kwa ishara zilizofuatana nao. Nao walipotoka wakahubiri neno kote kote. Lakini Biblia inasema ishara zikaambatana pamoja nao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wanapoona ishara zikitokea zinawafanya wamwamini Bwana. Wanapoona ishara kuna vitu vinafanyika, wanakuwa tayari kuiamini Injili. Wanakuwa tayari kujitoa kwa Bwana Yesu. Haleluya. Lakini jambo la 4 ni kuwavuta wasioamini. Ni kuwavuta wasioamini. Kwamba hizi karama na hizi vipawa
zitakapokuwa zinafanya kazi, zinawavuta wasioamini waweze kuja kwa Yesu. Kisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Korintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 24 hadi 25. Anasema lakini wote wakiutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, akabainishwa na wote au hukumiwa na wote. Siri za moyo wake huwa wazi, na hivi atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Alikuwa anazungumza kwa habari ya kunena kwa lugha. Na anasema kwenye kunena kwa lugha kuna namna mbili kunena. Kuna kunena kwa lugha kwa kujijenga wewe binafsi. Jamani, haleluya. Lakini kuna kunena kwa lugha na kuutubu. Kutubu maana yake ndio ile kutoa unabii na ikatafsiriwa. Tutakutana nazo kwenye fundisho letu huko mbele. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la tano au kusudi la tano, kwa nini Mungu, nini kusudi na lengo la karama hizi? Ni kumtukuza Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 anasema mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye milele na hata milele. Amina. Vipawa vimetolewa, karama zimetolewa ili Mungu atukuzwe. Anasema mtu na akisema aseme kama mausia ya Mungu. Jamani, haleluya. Mtu akihudumu ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe, ili Mungu ainuliwe, na wala sio watu kujitukuza, sio watu kujionyesha. Hapana, lengo la huduma, lengo la karama ni Mungu ainuliwe. Jamani, haleluya. Mungu ainuliwe, Mungu ainuliwe. Hiyo ndio lengo na hilo ndio kusudi kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani anayeweza kutumiwa na karama? Ni nani anayeweza kutumiwa na karama? Ni nani anayeweza kutumiwa na karama? Karama za Roho Mtakatifu zimetolewa kwa waamini wote. Hebu sema waamini wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Waamini waliookoka wamepewa karama. Katika Marko 16 mstari wa 17. Marko 16:17 nasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa muulize jirani yako, wewe umeokoka? Ungeukie vizuri mwambie wewe umeokoka? Amesema ameokoka au amenyamaza? Amekujibu au amenyamaza? Kama ameokoka, basi anaweza akatumiwa na karama hizi. Ni haki yake, na anaweza akatumiwa na hizi karama. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na wakati mwingine Mungu hufanya kupitia hata watoto wadogo. Hata kupitia watoto wanapoweka imani yao kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani anayeweza kumpokea? Ni nani anayeweza kutumiwa katika karama hizi? Nimesema namba moja ni mtu aliyeokoka, aliyemwamini Bwana Yesu. Anaweza akatumiwa na karama hizi. Lakini jambo la pili, ni nani anayetumiwa? Ni mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake Matendo 1:8, mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kulazima
kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa kweli huwezi kutumiwa kwenye karama hizi kama hujajazwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Haiwezekani. Kwa cha kwanza ni kujazwa nini? Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Baada ya hapo kuna uwezekano kabisa kutumiwa na Roho Mtakatifu. Na wala haijalishi ni muda gani umekaa kwenye wokovu. Haijalishi ni lini uliokoka. Mungu anaweza akamtumia mtu yeyote aliyemwamini na aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini jambo la tatu, ni nani anayeweza kutumiwa na Roho Mtakatifu? Ni wanaoishi katika upendo. Ni watu wanaoishi katika upendo. Ni watu waliojazwa na pendo la Mungu katika mioyo yao. Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Hata ungetumiwa kama radi, lakini kama pendo la Mungu halipo, haiwezi kuleta maana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji upendo wa Kristo. Ni wa muhimu, na vipawa na karama zinaweza kukaa juu ya pendo la Kristo kwenye maisha ya mtu. Lakini jambo la nne, ni wanaomtii Mungu. Ni wanaomtii Mungu. Haya mambo haya yanahitaji utii. Kisoma Matendo 10 sura ya 5 mstari wa 32, anasema, na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wanaomtii. Mungu anatafuta watu wenye utii. Na watu wenye utii, vipawa vya kimungu vinaweza vikafanya kazi kwenye maisha yao. Unakumbuka mtu anaitwa Filipo? Ametulia tu, alafu Roho Mtakatifu anamwambia aende wapi? Anaelekezwa mahali pa kwenda. Kuna mtu aliyekuwa ametoka kuabudu, hana hata ufahamu wa kimungu sawa sawa, ameenda kidesturi tu na kikawaida kwenye ibada. Roho Mtakatifu anasema akamtuma Filipo. Jamani, haleluya! Na akamwambia nenda. Alipoenda akaambiwa, alikaribia gari hilo, alafu sema na huyo aliyekaa kwenye hiyo gari. Unajua, kama Filipo asingekuwa mtii, swala la yule towashi asingeisikia Injili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unakumbuka Petro kwenye nyumba ya Kornelio? Mungu anamwambia nenda, anaamua kutii, ingawa kulikuwa na upinzani mkubwa kulingana na desturi na mila za Kiyahudi, kwa sababu wasingepaswa kushiriki na watu wa kimataifa. Lakini yeye aliambiwa na Mungu, na anasema Roho Mtakatifu alisema na mimi. Jamani, haleluya! Walimtii Bwana. Ili muujiza utokee, ili uone kitu Mungu anafanya, lazima kuwa na moyo wa utii. Na ukimtii Bwana, kuna kitu kinatokea. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini jambo la tano, Roho Mtakatifu anatoa karama kulingana na mapenzi yake. Yeye anatoa anavyotaka yeye mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kwenye Wakorintho ule wa kwanza 12 mstari wa 11 anasema, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja,
yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Yeye anagawa kama anavyopenda. Kwa tunaweza tukamwomba, maana Biblia inasema takeni sana karama za nini? Za Roho. Takeni. Naweza tukaomba na akaachilia kwetu na akafanya apendavyo katika maisha yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nimeona niweke msingi huu na uone jinsi ambavyo vipawa na karama hizi zinatuhusu wote. Paulo anasema tusikose kufahamu, tusikose kuelewa. Bwana asifiwe sana. Inaweza ikafanya kazi kwenye maisha yako, inaweza ikafanya kazi kwenye huduma yako. Sasa siku ya Jumanne tutaanza kuchambua zile karama zenyewe mmoja baada ya nyingine inavyoweza kufanya kazi. Na ninajua kwa wengine zilishafanya kazi, wakati mwingine pengine tujaelewa, ndio wale unasikia kuna kitu tukasema na mimi. Tutajifunza na tutaona. Bwana asifiwe sana. Hebu naomba simama kwa miguu yako.